Lakojani tunamaliza kazi ya kukiondoa Chama cha Mapinduzi Pemba. Sasa naomba tumsikilize kwa dakika 2, halafu tutaendelea. Salamu hizi zimfike haki. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya, Mheshimiwa katibu wa jimbo la Kojani, waheshimiwa wabunge na wawakilishi wa jimbo hili, waheshimiwa viongozi mbalimbali wa kitaifa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Naomba utulivu wa dakika 1. Nimewakilishwa hapa na wenzangu kwa ajili ya kukabidhi kadi. Wenzetu wa CCM wanadai kwamba sisi tu fotokopi za CCM. Hili ni jambo lililotukasirisha sana, kwa kutaka kuwaonyesha ukweli na umahiri kwamba sisi tulikuwa ni sehemu ya wanachama katika chama cha CCM na tulikuwa na umuhimu mkubwa na tulikuwa tunakifanyia kazi chama cha CCM. Kwa hivyo leo tunaisuta CCM mbele yenu. Baada ya kusema hayo, mimi kwa kushirikiana na mheshimiwa mwakilishi na timu yangu na mheshimiwa Farida Mohamed, tumejitahidi kwa hali na mali kufanya operation maalum ya wale wanachama wote ambao tuliwaingiza CCM, kuhakikisha kwamba wamerudi chama cha CUF. Lakini pamoja na hayo, kwa juhudi zangu nilizozifanya, CCM niliipatia wanachama 63. Lakini naahidi kwenu kwamba wanachama 63 nimemwahidi mheshimiwa Farida na mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Kojani na mheshimiwa diwani wa Dihi kwamba wale wote 63 watarudi kuipigia kura chama cha CUF. Naomba nitoe angalizo. Takwimu ya uchaguzi uliopita, viongozi wangu wa CUF wanaielewa kura walizozipata, na takwimu ya kura walizopata CCM pia mawakala wao wanajua, au chama chao wanajua. Naomba mchukue data, viongozi wangu wa CUF, zile data mlizozipata katika uchaguzi mkuu uliopita. Nataka nimuhakikishieni kwamba mara hii kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu CCM watabakia wao watatu, kwa maana kura zitaongezeka za CUF katika nafasi mbalimbali ya urais, ubunge, uwakilishi na udiwani, kuhakikisha kwamba mheshimiwa katibu mkuu wa chama cha CUF ameshika au tumeshika hatamu ya serikali. Baada ya kusema hayo machache, mimi nimkabidhi kwanza kadi. Wajua wazungu kwanza wanasema you are safety first, yani kwanza unajiangalia wewe usalama wako. Mimi nakabidhi kwanza kadi yangu kwa mheshimiwa nani? Wewe yako iko huku, nenda nitakukabidhisha baadaye. Nenda tu, wewe usiwe na wasiwasi. Asante sana. Baada ya hapo, kulikuwa na nyenzo ambazo tulikuwa tunazitumia. Vitabu hivi vya katiba ya CCM tunawasilisha kwa mheshimiwa.
Kanuni. Ngoja. Na imani kwamba CCM tumemaliza. CCM kwisha. Asanteni sana. Kinachofuata sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kumkaribisha Mheshimiwa Edi Riami kuja kusalimiana na kuonana na wanakojani. Wanakojani kwa maana ya kisiwa cha Kojani na maeneo yanayozunguka jimbo zima la Kojani. Mheshimiwa Edi Riami, na kuomba tafadhali uje katika jukwaa usalimiana na wananchi. Asante. Zanzibar. 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 Assalamu alaikum. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka tumesimama hapa salama. Alafu kidogo tusikilizane. Manake najua mmefurahi sana, kuna magwiji vigogo wamerejesha kadi, kwa hiyo labda mtafanya fete usiku kucha leo hapa au vipi? Mwakilishi atafanya ngoma usiku kucha anasema kule. Ndugu wananchi wa Kojani, hatujambo? Kweli? Vitambulisho tunavyo? Sote? Hebu tuanze mikono juu kila mwenye nacho. Haya, askari hawana. Askari sikumuona kunyanyua, labda hatoki Zanzibar. Haya, ndugu zangu, mimi naitwa Edi Riami, nimeambiwa nije kusalimia tu. Asante sana. Mheshimiwa Mansuri yupo pale anataka kuja kunguruma, kwa sababu naona bado uwanja unavuma. Hata ile nafasi ukisema hapa unoizi kidogo itakuwa hasikii mtu au vipi? Lakini maneno matano, uchaguzi tayari. Uchaguzi tayari na bado hatujafunga buti miguuni. Kwa hiyo wananchi, tufungeni buti. Uchaguzi tayari na tunataka nchi yetu. Viongozi wakubwa kule huwa wanauliza nchi yetu tumempa nani? Nchi yetu tumempa Mtanganyika mwaka wa 64 na akafikiria ni yake peke yake, sio muungano tena. Anatufanya anavyotaka yeye, hatutaki. Mmesikia? Kwa hiyo uchaguzi ni tayari na ndio njia peke yake iliyoko ya kuweza kurejesha heshima yetu wa Zanzibari kama tuliorithi kwa wazazi na wazazi na wazazi na wazazi wetu. Na hiyo tafsiri yake ni ndogo sana. Tafsiri yake ni Zanzibar ni nchi ambayo tuko kila aina ya rangi hapa. Tizameni mmoja mwenzake kulia na kushoto, mtatuona ni watu wa aina gani. Mmenifahamu eh? Kwa hiyo kwa sababu nimeambiwa nisalimie, na kwa sababu watu ni wengi, na kwa sababu saa 12 nafikiri tunaanza kutafuta bahari ilipokaa, mimi nafikiri tutakuja tena tuje tuzungumze kwa zaidi. Lakini nchi imeuzwa Dodoma kwa katiba ya Vicenti, katiba ya Wezi Kinachenge ambao jana mwisho wako mahakamani. Wale waliotengeneza katiba wote kama Halbadiri ya Wazanzibari wako mahakamani. Kila mmoja anapanda akishuka. Mpo? Wala sisi hatuwalani kabisa. Waliouza nchi wanapanda wakishuka huko.
lakini ni Wazanzibari wetu sisi, viongozi wetu wameichukua ile katiba ile ile walouzia nchi, wanaopita wakitembezwa mu. Kaeni vizuri, kama mnavyokataa na mnavyokataa Chama cha Mapinduzi pale, mkikataa Oktoba, ili tuanze kutetea nchi pale ambapo tunataka nchi yetu ibakie kwenye mamlaka yetu. Asanteni sana. Zanzibar, Zanzibar, asanteni. Tunaendelea na programu yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kitendo kinachofuata sasa, tunamkaribisha Mheshimiwa Mansur Yusuf Himid. Assalamu alaikum. Mapinduzi, mapinduzi, haki, haki, haki sawa kwa nani? Na wasiopenda haki? Naam, gari bure. Ndugu zangu na wananchi wenzangu na wenyeji wetu, wananchi wa jimbo na kisiwa cha Kojani, assalamu alaikum. Ninaanza kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma aliyetujalia siku ya leo kufika hapa tukiwa wazima, afya na siha. Inshallah Mwenyezi Mungu atajalia mkusanyiko wetu huu uwe wa kheri kwetu, kizazi chetu na nchi yetu, na atatujalia turudi makwetu tukiwa salama. Leo tangu asubuhi tumeanza ziara yetu jimbo la Kojani. Tuwashukuru sana kwa ungwana mkubwa ambao umetupokea nao. Tumeanza Jojo na hatimaye tunamalizia ziara ya kutwa nzima leo hapa kisiwani Kojani. Tunawashukuru sana kwa furaha kubwa ambayo mmetupokea nayo, maandalizi yenu mazuri, ubinadamu, udugu na upendo mlotuonesha. Mwenyezi Mungu atawajalia kila la kheri. Mkutano wetu huu umekuwa furaha kubwa, maana kuna vigogo wa Chama cha Mapinduzi wamekiacha Chama cha Mapinduzi na wamekijiunga na Chama cha Wananchi CUF. Hiyo ni miongoni mwa dalili kubwa ambazo Mwenyezi Mungu anadhihirisha ndani ya nchi yetu, kwa Chama cha Mapinduzi kukimbiwa na chama chenyewe kukosa dira na mwelekeo. Mimi kwa upande wangu nilitaka nisisitize mambo mawili matatu makuu kwenu. Moja, mwaka huu ni mwaka 2015 na ni mwaka wa uchaguzi, lakini pia ni mwaka wa maamuzi. Tuna maamuzi mazito wa Zanzibari mbele yetu. Safari hii hatuchagui tu diwani, mbunge, mwakilishi na rais, lakini tunachagua hatima ya nchi yetu. Tunachagua namna tunavyotaka nchi yetu ielekee kuanzia sasa. Tunachagua hatima ya kizazi chetu. Tunachagua namna tutavyokaachia watoto wetu nchi hii. Na ndio maana uchaguzi huu una umuhimu wa pekee. Lakini pia mwaka huu ni mwaka wa Chama cha Wananchi CUF. Ni mwaka wa ushindi mkubwa wa Maalim Seif Sharif Hamad. Dalili ndo hizi. Na wazee baada ya kutoka hapa kukabidhi kadi walitufata kule, wakatuonesha vitambulisho vya uraia viliotolewa baada ya mapinduzi ndani ya Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Walituonesha vitambulisho vya Afro Shirazi Party, na pale
tukawa tunaambizana kwamba Mzanzibari yoyote yule, mwana Afro Shirazi yoyote yule, kindaki anayefahamu mapinduzi na anayejua uchungu wa mapinduzi hawezi kubaki ndani ya CCM kwa hivi sasa. Kwa maana yale maadili, misingi ya Afro Shirazi ya kujitawala sisi wenyewe, ya kuchunga hadhi na utu ya kila Mzanzibari, heshima ya Zanzibar haipo tena. Na ndo maana mimi sijashangaa hawa wazee kila siku kuanza kurudisha kadi za Chama cha Mapinduzi na kuelekea na Chama cha Wananchi CUF. Na hiyo ndiyo hali iliyopo pia kwetu sisi kule ndugu zenu Unguja. Unguja ya jana sio Unguja ya leo tena. Unguja imebadilika. Maeneo yaliokuwa ngome ya Chama cha Mapinduzi, kusini Unguja, kaskazini Unguja, wanafungua milango bila ya hofu, kwa marefu na mapana, mchana kweupe, na kumkaribisha Maalim Seif Sharif Hamad. Kwa maana washachoka kudanganywa, wamechoka na wamechukia kudhalilishiwa mashehe wao, kudhalilishiwa ndugu zao. Washachoka ubaguzi, washachoka vitisho, washakoma umaskini. Na hayo sasa ndio wanayafanya watu kutanabahi, watu kuamka na kuona ukweli. Wazanzibari wanataka viongozi waliokuwa makini, kiongozi asiyeteteruka, kiongozi muaminifu, kiongozi mwenye historia ya ukweli na msimamo thabiti. Na Wazanzibari sasa tunaanza kumwelekea Maalim Seif Sharif Hamad. Inshallah Mwenyezi Mungu atampa afya njema, atampa umri, atampa hikma na busara, atamjalia awe rais mwema kwetu sisi Wazanzibari. Hili la yeye kuwa rais, mimi naamini ndani ya nafsi yangu, kwa Zanzibar ilivyo sasa na mazingira ya kisiasa na ya kijamii yalivyo, Unguja na Pemba, hili la Maalim Seif kuwa rais, mimi naona lishakuwa. Bila shaka Mwenyezi Mungu ametupa uwezo na fursa kupanga, kutamani, na mimi natamani Maalim Seif awe rais. Najua na nyie mnatamani yeye awe rais. Lakini hatutamani tu kwa sababu sura yake nzuri, hapana. Ametudhihirishia kwa vitendo vyake, mwaka nenda mwaka rudi, kwamba ni muaminifu kwetu, na hilo la msingi. Wengine tulichelewa, mimi nikiwemo, lakini Mwenyezi Mungu amenijalia kuona ukweli wa Maalim Seif, uungwana wake, msimamo wake thabiti, namna anavyoipenda nchi hii na watu wake. Na hayo ndio yanatupa matumaini, na ndio maana tunasimama naye, sio ubavuni wala nyuma yake, bali tumejitolea kusimama mbele yake. Na ujumbe huu tunaubeba Unguja na Pemba, kaskazini na kusini, na katu hatutorudi nyuma. Na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia matumaini yetu yatafanikiwa, na Maalim Seif atakuwa rais wetu. Na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia atakuwa rais mwema kwetu, kwa kila Mzanzibari, awe Mpemba, awe Muunguja, na serikali yake iwe chemchemu ya fikra njema na wema kwa Wazanzibari wote. Iwe nuru itopiga kila pembe ya Zanzibar na kuvivuta vipaji vya Wazanzibari popote wanapotoka pale. Na naamini tukiwa na mwelekeo huo, tukiwa na ukweli huo,
tukiwa na nia njema hii, basi Wazanzibari wenzetu watatuitika na tutashinda vizuri sana. Hali hii mloiona Pemba hapa kwa hao wazee kutoka, basi Unguja sasa hivi kama tukienda kwenye mikutano kama hatujajiandaa, basi tunaweza tukazidiwa na wale wanaorudishwa kadi. Manake hawarudishi 10, 20, wanarudisha kuanzia 100, 200, 300, tena katika maeneo ambayo ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. Mimi mwaka jana nilipoamua kujiunga na Chama cha Wananchi CUF, kulikuwa na mkutano mkubwa wa kufungia mwaka kule kusini Unguja Paje. Mimi sikuambia hawa, nilialikwa kwenye mkutano nikanyamaza kimya, kwa sababu nilitaka siku ya kujiunga na chama hichi yawe ni maamuzi yangu peke yangu, iwe nimejiandaa, nimejitayarisha. Na nilijitayarisha kuwa mwanachama wa kawaida kama wanachama wenzangu. Sikutaka upendeleo wa aina yoyote ile, kwa sababu najua wengi kabla mimi wametangulia kwenye chama hichi, wamepata shida kubwa sana, wamepata sulubu kubwa sana, mmepata mateso mengi sana. Kwa hivyo nikitambua hayo, kwa kweli nilikuwa mnyenyekevu sana. Kwa hivyo nilikaa kimya. Sasa nilipoona yale yanaanza, ndo nikasimama. Nilipopewa nafasi ya kuzungumza, nikasimama kwenye kiriri kama hivi na nikamwarifu Maalim Seif. Nikamwambia Maalim, sasa ile siku ya mimi kuwa mwanachama wa Chama cha Wananchi CUF ndo siku ya leo. Lakini hilo sio nilotaka kuwaambia, hapo ni pa kuanzia tu. Nilotaka kuwaambia kwamba nilikuta wenzangu 150 siku hiyo, tena watoto wapaje hadharani wanajiunga na Chama cha Wananchi CUF, na wote wakiwa vijana. Ni jambo la ajabu sana kwa kutokea kwa upande wa Unguja. Huwezi miaka ya nyuma huko ukakuta vijana wa kusini tena wakindaki ndaki wasimame hadharani peupe, Maalim Seif akiwepo na Chama cha Wananchi CUF kikiwa hadhir, na wakachukua kadi. Ni mambo ya ajabu kabisa. Lakini yote hayo ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Wakati umefika. Wakati umefika. Na wakati wenyewe ni mwaka huu wa 2015 mwezi wa Oktoba inshallah. Njia ni nyeupe. Na nakuombeni msikate tamaa wala msivunjike moyo. Wanasema hawatoi. Ndivyo wanavyosema eh? Vipi? Wanasema vipi? Wanasema vipi? Hawatoi eh? Hakuna atakayewasubiri kutoa kwa mwaka huu. Wenzangu mpo? Wangwana mpo? Mnayasikiliza maneno hayo? Mimi ni mshauri wa mkakati wa Maalim Seif. Na ninachokisema ninakijua. Tunang'ang'amua wenyewe. Hey! Nani anataka kusubiri kupewa? Nani anataka kusubiri kwamba hawatoi? Hawatoi. Watatoa. Watatoa. Tutakwenda kuing'oa. Sikilizeni jamani. Wimbi hili lishakuwa kubwa. Zama za mageuzi. Wakati ushafika. Wakati ni ukuta. Wakati hauzuiliki ila mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wazanzibari tushaamua.
Sawa jamani? Na huu ndio wakati wetu, wala msihofu, watatoa wenyewe na watakwenda Mtendeni kumkabidhi Maalim Seif. Ninachokuombeni nyinyi mambo mawili. Moja, kila mmoja wetu afanye jitihada, ya kujiandikisha, apate kitambulisho cha Mzanzibari mkaazi, apate kitambulisho cha upigiaji wa kura. Tunaelewa ni mtihani mkubwa, lakini hatua za kisheria tumeshaanza kuchukua. Masheha ambao wanawanyima wananchi wa Zanzibar haki yao ya kikatiba washaanza kupelekwa mahakamani, na tutawapeleka mahakamani, na tutaongeza kasi ya kuwapeleka mahakamani, kwa sababu ile ni haki ya kila Mzanzibari. Na ndo maana tunashikilia kila wakati kwamba tunashaka serikali iliyokuwa adilifu. Hatutaki serikali ambayo inanyima watu haki zao. Na ndo maana hata Maalim Seif tunamkumbusha kwamba Maalim Seif, Mwenyezi Mungu atapokujalia ukawa rais wa nchi hii, la kuchunga la mwanzo kwamba usitende dhambi uliokuwa unatendewa wewe. Kwa maana tunapomwambia yeye wewe, ni watu wengine wote ambao walikuwa nakubaliana na yeye. Sio sahihi wala sio barabara kwa Mzanzibari kunyimwa haki ndani ya nchi yake. Ni udhalilishaji mkubwa sana, lakini hatua zitachukuliwa, masheha watapelekwa mbele ya sharia, na inshallah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutashinda huko na haki yetu tutaipata. Lakini pia tuhakikishe siku ya kupiga kura twende tukapige kura. Nataka niwaeleze moja ambaye linaleta taathira kubwa sana kwenye ushindi wa Maalim Seif. Mwaka uliopita wa uchaguzi, mgombea wa Chama cha Mapinduzi alishinda kwa kura 3,000. Lakini kwa bahati mbaya sana, kisiwa cha Pemba kuna wananchi 17,000 hawakupiga kura. Wapi 3,000? Wapi 17,000? Na ukichukulia kwamba Pemba hata ukitoa 40% za 17,000, basi 60% ni wapiga kura pengine wenye imani na mwelekeo kwa chama cha wananchi kafu. Kwa hivyo mtaona kwamba pengine ile dharau ya kusema kwamba kafu bwana, jimbo la Kojani tunashinda, kwa hivyo mie sendi kupiga kura na baki Dagoni huku, au mie sendi, lakini wewe na mwenzio ndo hizo kura 17,000. Kura ambazo hazijapigwa Pemba ni mara 6 zaidi kushinda aloshinda mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Naliona hilo. Lakini kwa hivyo siri ya ushindi unaendelea kubaki hapa, lakini tujiandikishe na twende tupige kura. Na tukifanya hivyo ndo lile jibu linapatikana kwamba watatoa tu, hakuna jinsi, watatoa tu, hakuna jinsi nyingine, watatoa tu. Lakini tufanye wajibu wetu, tusidharau kwenda kujiandikisha na twende tukapige kura. Lakini pia la mwisho, ndugu zangu, kwamba haijapata kutokezea, na hili nakuombeni munisikilize vizuri sana, haijapata kutokezea kwa mazingira ya kisiasa na kijamii Zanzibar tangu kuasisiwa kwa vyama vingi mwaka 1992. Mageuzi hasa yaloletwa na huu mjadala wa muungano ulivyowatiribua na wakugeuza watu, hasa kisiwa cha Unguja.
Kisiwa cha Unguja cha jana sio kisiwa cha Unguja cha leo. Watu wa Unguja wa jana sio watu wa Unguja wa leo. Kwa hivyo pengine fursa ambayo iko mbele yetu mwaka huu haijapata kutokea na haitotokea tena. Kwa hivyo hatupasi kufanya mzaha. Tukikosa hapa basi tushaumia. Tukikosa mwaka 2015 basi tushaumia, kwani mazingira haya hayatokuja tena. Unguja kweupe, na tuna matumaini zaidi ya nusu ya majimbo ya Unguja yatakuja kwa chama cha wananchi CUF, likiwemo jimbo ambalo nitagombea mimi la jimbo la Kiembe Samaki. Japokuwa nililifanyia kazi kubwa wakati niko CCM, lakini nitaling'ang'amua na litakuja CUF kwa ugombea wa rais, wa mwakilishi, wa ubunge mpaka diwani. Kwa maana tumekuwa tukifanya kazi siku zote hizi, hakuna aliyelala, na wenyewe hawakuridhika kufukuzwa kwangu, na wanaumia na wanaendelea kuumia. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi niishie hapa. Niwashukuru sana kwa mara nyingine tena kwa mapokezi yenu makubwa tangu asubuhi, uungwana wenu, ubinadamu wenu. Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri na salama. Inshallah atajalia nchi yetu iwe salama, tuwe na uchaguzi mkuu utakaokuwa salama, uwe na mafanikio, na atajalia ushindi mkubwa kwa mgombea wa chama chetu Maalim Seif Sharif Hamad na kwa chama chetu. Nawashukuru sana, wa alaikum salam. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti wa wilaya, tunakuomba ufike jukwaa kubwa na uweze kumkaribisha mgeni rasmi kwa hotuba ndogo. Asante sana Mheshimiwa. Haki, waheshimiwa wananchi, mkutano unaendelea. Mgeni rasmi atapanda sasa hivi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkurugenzi wa habari na uenezi, Mheshimiwa Mansur Yusuf Hemidi, mshauri wa mambo ya mikakati wa katibu mkuu wetu wa chama cha wananchi CUF, Mheshimiwa Ediriami, mjumbe wa kamati ya maridhiano, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wawakilishi, waheshimiwa viongozi wa wilaya, majimbo, taifa, wanachama wetu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waheshimiwa, mimi kazi yangu ni kumkaribisha mgeni rasmi tu. Napenda kumjulisha Mheshimiwa mgeni rasmi akaribu katika kisiwa cha Kojani, jimbo la Kojani lililomo katika wilaya ya Wete. Waheshimiwa, leo wananchi wetu wa Kojani wamepata fursa kubwa ya kuweza kupata ugeni muhimu kama ambavyo imeahidiwa siku nyingi. Kwa hivyo hii ni fursa kwao, na inshallah wasikilize, waendelee kusikiliza nasaha mbalimbali kwa wageni wetu kama zilivyoanza na zitakavyohitimishwa na mgeni rasmi. Huyo aliyopita muda mfupi uliopita, Mheshimiwa Mansuri, kama mnavyojua, ni katika wanachama wetu au mwanachama wetu mpya ambaye ataandikwa katika daftari la historia la Zanzibar. Mheshimiwa huyu alikuwa ni mkubwa na madaraka makubwa katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini hakujali madaraka na wadhifa aliokuwa nao katika kuwatetea Wazanzibari na Zanzibar yao. Mheshimiwa alijua
kuwa yeye katika kitendo hicho cha kuitetea Zanzibar hadharani ingali mugharimu, lakini hakujali, ndiyo wakamfukuza katika uongozi. Kwa hivyo mheshimiwa huyu ni jemadari mkubwa katika chama chetu, tumkaribisheni kwa hali zote. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Bimani, mgeni rasmi mkurugenzi wa uenezi, karibu sana uje wahutubie waheshimiwa wanachama na wananchi wa kisiwa cha Kojani na vitongoji vyake. Mheshimiwa, karibu. Haki bado kabisa. Leo tuko Kojani hapa. Haki sawa kwa nani? Na wale wasiopenda haki, wanaume, wanawake, CCM kwisha kabisa. Ndembe, nyanga, mlalo wa chali, kifo cha mende. Wazanzibari, Wazanzibari, Zanzibar. Waheshimiwa mwenyekiti wa jimbo, mwenyekiti wa wilaya, wakurugenzi, wajumbe baraza kuu la uongozi la taifa, viongozi wote wa chama, wanachama wenzangu, salamu alaikum. Hamjambo? Mwazima Kojani? Mwabesa? Kwa hakika mimi la kusema tena baada ya maelezo ya Mheshimiwa Mansuri, amemaliza kazi. Tumpigieni makofi mpaka kebe samaki afike kule. Chama cha Mapinduzi hakiko kwa ajili ya maslahi ya Wazanzibari. Chama cha Mapinduzi kipo kwa ajili ya maslahi ya Tanganyika. Wazanzibari, Oktoba mwaka huu tufanye maamuzi yetu, na si mengine ya kukichagua chama cha CUF na kuhakikisha inshallah Mwenyezi Mungu ampe uzima Simba wa Nyika Maalim Seif Sharif Hamad aingie Ikulu ya Zanzibar. Hiyo ndo nusura ya Zanzibar. Nusura ipo katika chama cha wananchi CUF. CCM washamaliza kazi wa Zanzibari, tumewashuhudia, tumewasikia katika maredio na tuliwaona katika televisheni pale Dodoma walivyovinjari kwa shilingi 330,000 madalali wakubwa wale kuuza nchi. Yuko ambaye hakuwaona? Yuko ambaye hakuona? Si sote tumewaona. Sasa wanakuja na kugawa rasimu, eti mkapige kura, eti mkubali rasimu hii. Mnaikubali rasimu, mnaikataa. Mnaikubali rasimu, mnaikataa. Mnaikubali rasimu, mnaikataa. Juzi Mheshimiwa Katibu Mkuu kasema wazi kwa kuungana na Ukawa, kama sote hakuna mtu atakayekwenda kupiga kura ya maoni. Tuachie wenyewe wapige ngoma wenyewe, wacheze ngoma wenyewe, mahayawani hawa wakubwa. Sawa? Waheshimiwa, tumewapokea viongozi wetu hapa waliotoka kwenye Chama cha Mapinduzi. Mimi nasema tumewapokea na kadi zao atawakabidhi rasmi Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha Wananchi CUF. Sasa kwa pamoja tuwapongezeni kwa kuwapigia makofi mengi sana
waheshimiwa hao. Pili, tunaiambia Chama cha Mapinduzi, hawa wametoka kwa hiari yao. Tafadhalini musije mukawabughudhi kwa sababu wametoka kwenye chama chenu cha kifisadi. Wameshachoka na ufisadi wenu, wamekuja kuunga mkono chama cha wananchi CUF ili kuleta mabadiliko katika nchi hii. Waheshimiwa watu wa jimbo la Kojani, leo tangu asubuhi tulikuwa katika jimbo hili. Tulifungua Barza Jojo. Baada ya Jojo tukenda Kinyikani, tukaweka jiwe la msingi na kupandisha bendera tawi rasmi la chama cha wananchi CUF. Tuwapongezeni watu wa Kinyikani kabisa kwa juhudi zao kwa mara mwanzo kuweka tawi la CUF. Baadaye tukenda Kimango Kiungoni kufungua Barza pamoja na kupokea shughuli kubwa ile koko pale, mojawapo gogo kubwa la Chama cha Mapinduzi likajiunga na chama cha wananchi CUF pale. Tupotoka pale tukenda Machimbo Kiungoni, nako tukafungua Barza iliyopewa jina ya Mheshimiwa Mansur Yusuf Himidi. Na baada ya hapo tumekuja hapa kisiwani kwa kumaliza mkutano wa hadhara. Kwa hakika kwa niaba ya chama cha wananchi CUF tunapongeza juhudi zote zilizofanywa, shughuli za kisiasa katika jimbo hili la Kojani leo tangu asubuhi mpaka hivi sasa. Waheshimiwa wananchi, tarehe mosi mpaka tarehe 10 ni siku rasmi za kuchukua fomu za kugombania au za kuomba kuingia katika kinyang'anyiro cha kuomba nafasi katika chama ya udiwani, uwakilishi na ubunge. Kwa hivyo tunaomba yeyote ambaye ameshakuwa tayari, anajihisi ametimiza masharti, ana uwezo wa kuwatumikia watu, basi achukue fomu na taratibu za chama zifuate kama vile ambavyo zilivyowekwa. Ndani ya chama cha CUF hakuna mizengwe, hakuna aina yote ya mapingamizi. Tunaamini watakaojitokeza watachukua fomu, watarejesha kwa salama, watajadiliwa kwa salama na wataingia katika kinyang'anyiro kwa salama, na mwishowe tutapata mgombea ambaye itakuwa ni mgombea wa chama. Huyo sote tutamuunga mkono 2015 kumpa kura pamoja na kura za urais ili CUF iweze kuchukua uongozi na kuongoza serikali. Waheshimiwa wananchi, tatizo kubwa la masheha limezungumzwa hapo na mimi nalizungumza wazi kabisa. Hili suala ambalo masheha wote watakaokuwa naendelea kuwanyima haki watu ili wasipate vitambulisho, wananchi jikusanyeni, onaneni na ofisi ya wakili ipo Chake Chake ya wakili Sulemani. Masheha hawa tutawapeleka mahakamani. Hivi sasa tayari wako masheha washapelekwa mahakamani, na kwa mujibu wa sheria nchi, mtu anamnyima kitambulisho mwananchi bila sababu yoyote ya msingi, anafungwa jela mwaka mmoja au faini ya Laki5 au vyote kwa pamoja. Inshallah masheha hawa watafungwa mwaka mmoja na Laki5, kila mmoja atatoa faini. Sasa hili ni jukumu lao. Vipi wanawanyima watu wanaostahiki? Vipi wanatoa vitambulisho kwa wale ambao hawastahiki? Waheshimiwa watu wa jimbo la Kojani, Wakojani wametawanyika dunia nzima katika shughuli zao za kimaisha. Kila pembe unayokwenda wapo na harakati zao za maisha za kutafuta riski ambazo Mwenyezi Mungu amewafunulia na ataendelea kuwafunulia kila tutapokwenda kutafuta riski za halali katika nchi na katika ulimwengu kwa jumla. Lakini ndugu zetu wa Kojani tuwaombe ndugu zetu wowote walipo, wale ambao wanavyo vitambulisho ama hawana washatimiza umri,
warudi waje waandikishe. Tume ya uchaguzi itaandikisha tena uandikishaji kabla ya kwenda katika uchaguzi mkuu, ili wale ambao wote hawamo wawemo katika daftari la kupigia kura. Vile vile tunawaomba wale ambao wao wanavyo vitambulisho, kama wako Mombasa, kama wako Mafia, kama wako kwingine kokote, kama wako Uingereza, basi tuwaombeni. Huu ni uchaguzi muhimu. Huu ni uchaguzi wa kupata mamlaka. Huu ni uchaguzi wa kumfanya Mzanzibari maisha yake yaweze kubadilika. Tunawaomba ndugu zetu hawa wasibakie hata mmoja, wote warudi mwezi wa 10 Oktoba, wawe washakuwemo katika jimbo, tuwe nao ili wafanye kazi ya kuiondoa CCM katika madaraka. Waheshimiwa ndugu zetu wa Kojani, tunaomba kwa kupitia mkutano huu tuzungumze na kaka zetu, tuzungumze na ndugu zetu, tuzungumze na wazee wetu wote wa Kikojani. Tunawaomba Wakojani wote waliokuweko ulimwenguni warejee Zanzibar kwa ajili ya uchaguzi na kwa ajili ya kuhakikisha tunakamata mamlaka ya nchi yetu. Mheshimiwa Mansuri kasema hapa, wana lugha yao kama hawatoi. Kwani yao hii peke yao? Tutaing'ang'anua mwaka huu, tutaing'ang'anua Oktoba 2015 madam sisi tutashinda, na ushahidi wa kushinda tutakuwa nao. Maalim Seif inshallah ataapishwa kuwa rais wa Zanzibar. Watajijua wao ambao wanasema hawatoi. Maisha gani tunaoishi haya? Haya ni maisha haya? Wewe Mzanzibari huyo ambaye analipwa ajira ya mwisho ya chini pengine 1,500,000 anaweza kuishi kwa shilingi 5,000 kwa siku? Hivi nani anaweza kuishi kwa shilingi 5,000 kwa siku? Mtu ana familia, ana mke, ana watoto 4, ana baba na mama, anaweza kula 5,000 kwa siku? Leo wametufikisha hapa, halafu wewe hutaki mabadiliko. Kwa nini hutaki mabadiliko? Ni lazima tuingie katika mabadiliko, na mabadiliko yenyewe kwanza ya kuhakikisha kila aliandikishwa, kila ambaye anastahili kupiga kura anapiga kura, na kura yake inaheshimiwa, inahesabiwa, na mshindi anatangazwa. Tumeona hivi sasa ajira kama imeanza, au hamjaona ni ajira kama? Kila pahala tunaona mizunguko ya vijana wanaochukuliwa na kuzungushwa kwenye magari eti watapewa ajira. Hawa waliokuwa ndani hawana mshahara kuwalipa, watakulipa wewe? Utalipwa wewe unaochukuliwa kwa gari? Unadanganywa ndugu yangu, unadanganywa. Baada ya uchaguzi habari yako itakuwa imekwisha. Sasa tunasema wale wote ambao hawana sifa ya kupiga kura, wanaokusanywa wakazungushwa ili waingize katika majimbo, mwaka huu Oktoba kila mtu atapiga kura yake moja. Kila mtu atapiga kura yake ngapi? Moja tu basi. Kura 10 hazipo tena, wala kura 5 hazipo tena. Kwa hivyo hao mnawachukua, mtawajua wapi pa kuwapeleka, lakini hakuna jimbo litakaloruhusu kuletewa watu wakapige kura ambao si watu wa jimbo hilo. Tutapambana kisawa sawa, hatukubali kabisa katika masala haya. Waheshimiwa watu wa jimbo la Kojani, mimi nimalizie kwa kukushukuruni sana watu wa jimbo la Kojani. Tunakushukuruni sana kwa sababu tangu asubuhi mmekuwa na sisi, na hadi muda huu muko pamoja nasi, na mmeonyesha namna gani ya mashirikiano yaliyokuwepo, namna gani
chama chenu mnavyokiunga mkono, namna gani mlio tayari kuhakikisha CUF inakamata madaraka 2015. Tunakupongezeni sana sana sana. Na kwa kumalizia, nawapongeza tena wale wazee wangu waliohama kwenye Chama cha Mapinduzi na kuja kwenye chama cha wananchi CUF. Tumewapokea, tuko nao na tutakuwa nao shughuli moja kwa moja. Tunakiambia Chama cha Mapinduzi, mipango yao yote wanaoipanga tunaijua. Wakijifungia, wakiona hawaonekani, sisi